Shalom shalom mtazamaji wa Star TV, karibu sana huko na mimi mtangazaji wako Stella Shao, lakini tupo kwenye kipindi chetu kizuri sana cha tumsifu Mungu. Lakini leo tumepata neema, tuko na mtumishi wa Mungu Pastor Kiara. Kwa hiyo ataenda kujitambulisha kwa uzuri, lakini tuko na baada nzuri kabisa ambayo inahusu Pasaka. Kwa nini tunasherehekea Pasaka? Lakini lengo kubwa ni kuhusu msalaba, kusulubiwa, kufa na kusulubiwa kwa Yesu. Hapo tunaenda kujifunza vizuri, maana watu wengi tupo lakini hatujui kwa nini Pasaka. Kwa hiyo ukiwa hapa utaelewa kwa nini tunasherehekea Pasaka, lakini safari ya msalaba pia ilikuwaje. Tuko na mtumishi wa Mungu ataenda kujielezea vizuri. Mwite na mwenzako wote kwa pamoja tujumuike tupate kujifunza na kuelewa kwa nini tunasherehekea. Karibu sana mtumishi. Asante sana Stella. Bwana Yesu asifiwe. Amen, 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 amen. Karibu jitambulishe ili mtu anayekutazama ajue kabisa yule ndio yule tunayemfahamu, aweze kukuelewa kabisa leo tuko na mtumishi. Majina yangu ni Freddy Jafet Kiara, ni mchungaji na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay, karibu sana. Asante sana. Nafurahi pia kuonana na wewe tena Yes. kwa wakati mzuri kama huu. Amen. Lakini pia tuna bahati, mara ya mwisho tulikuwa tunazungumzia kuhusu Christmas, that's right. Lakini sasa hivi tena tuko kwa ajili ya Pasaka. Yes. Inaonekana tumezaliwa wakati mzuri pia hapo nyakati za sherehe. Amen. Lakini leo tunatamani utupitishe sasa kwenye hii safari ya Pasaka. Ndio. Pasaka ni tofauti na Christmas. Christmas ina vitu vingi lakini vingi vinajulikana, lakini Pasaka kwanza ilipokaa watu wengi hawaelewi. Ila tunajua kabisa kitu ambacho kinatujulisha hii ni Pasaka ni ile Ijumaa Kuu. Ndio, Ijumaa Kuu, basi Pasaka, na vitu kama hivyo. Lakini nitamani kujua safari ya Pasaka kivipi. Kwanza Pasaka huwa inaanza kwenye Alhamisi ambayo tunaita Alhamisi Kuu pia, ambayo ndio usiku ambao Yesu anakamatwa. Kwa hiyo huwa tunafanya kumbukumbu kwamba ile Alhamisi Kuu ndio Yesu anakamatwa, alafu anapitishwa kwa sehemu mbalimbali mpaka kufika ile Ijumaa inatolewa amri au inatolewa hukumu kwamba sasa huyu ndugu asulubishwe. Kwa hiyo kukamatwa kwake ilikuwa ni Alhamisi, lakini akasulubishwa siku ya Ijumaa. Na kukamatwa kwa Yesu Kristo kulikuwa ni kwa kipekee, na ukiangalia kwenye hizi Injili zote 4 kila moja inatoa akaunti tofauti, lakini akaunti ambayo au habari ambayo ameelezea vizuri zaidi au unasema kwa kurudia tofauti na wengine ni Yohana. Yohana anasema kwamba Yesu alipokuwa Getsemani wakati wanamfuata wakamuuliza, wewe ndiwe ambaye tunamtafuta? Akasema mimi ndiye. Na aliposema hivyo wakaanguka. Umeona, wakaanguka. Wakainuka kauliza tena, wewe ndiye? Aliposema tu mimi ndiye wakaanguka. Yohana alikuwa anajaribu kusema kwamba unajua Kiingereza mimi ndiye maana I am, kwamba I am. Na ukiangalia jina la Mungu ni I am. Wakati Musa anamuuliza Mungu, nikunituma kwenda kuwatoa Farao, ni kuwatoa watoto wako au wana wa Israeli, nikiulizwa nani amenituma niseme nani? Jina lako wewe Mungu ni nani? Mungu akamjibu akasema jina langu ni I am. Mimi niko ambaye niko. Lakini kwa Kiingereza anasema kwamba I am has sent me. Kwa hiyo hapa Yesu alikuwa anaitikia kwamba mimi niko, yani kwamba mimi ni Mungu. Na kwa sababu ya uungu wake, nguvu yake ikafanya wao naanguka. Kwa maana nyingine, Yohana alikuwa anajaribu kusema kwamba Yesu hakukamatwa kwa sababu alikuwa hana nguvu za kufanya asikamatwe. Yesu alikamatwa kwa sababu alijitoa tayari kuingia kwenye utaratibu mzima wa ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya kufa msalabani. Kwa hiyo ilikuwa sio kwamba Mungu alikuwa anashindwa kumwokoa au yeye alikuwa hana nguvu ya kumwokoa. Na ndio maana kwa sehemu nyingine Yesu akasema kwamba mimi ufalme wangu sio wa kidunia. Wakati anaulizwa kwamba wewe ni mfalme wa Wayahudi, akasema mimi ufalme wangu sio wa kidunia. Lakini ungekuwa ufalme wangu ni kidunia, ningeagiza malaika waje wafanye kitu fulani. Kwa hiyo Mungu alikuwa ameruhusu kwamba Yesu apitie haya, na Yesu akakubali. Na kama unakumbuka ile Alhamisi wakati alipokuwa Getsemane kwenye ile bustani, alilia, alikuwa anatoka na jasho la damu,
na akimwambia Mungu baada kuona jinsi ambavyo atapitia mateso makali kwa ajili ya nani? Kwa ajili yangu mimi na wewe. Akawa anasema kwamba akaomba, akasema Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, maana alikuwa anaona haya mateso ni makali sana. Ubinadamu wake sasa ukawa unaona kwamba hii ni ngumu kwangu. Akasema kama inawezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si mapenzi yangu, ile mapenzi yako yatimizwe. Na maandiko yanasema Mungu akatuma malaika wa kumsaidia na akamtia nguvu ili aendelee sasa kwenye hatua ya pili ambayo ndio ilikuwa sasa kukamatwa. Kwa hiyo safari hii ya Pasaka inaanza kwenye Alhamisi ambayo ndio Yesu yuko Getsemani anaomba, kwa sababu anaona kuna siku kali au vitu kali nampikia. Na inawezekana kabisa pengine kuna mtazamaji ambaye anaangalia kipindi hiki ambayo anapitia kwenye hali ngumu kama ambayo alikuwa anapitia Yesu. Kikombe alichonacho ni kigumu, changamoto anazopitia au mateso anayopitia ni magumu, na unaomba Mungu akuepushe na hayo mateso. Mimi ningekutia moyo kukuambia kwamba usiombe Mungu akuepushe na hayo. Muombe Mungu akutie nguvu uyavuke, uyapite, kwa sababu ukiyapita hayo ndipo ambapo kuna utukufu. Ukiyavuka hayo ndio kuna utukufu. Kabla ya taji ya crown of righteousness, kabla taji ya haki kuna taji ya miba. Kabla ya kusherehekewa kuna kupita kwenye mapito. Kabla ya furaha kuna huzuni unazopitia. Kwa hiyo ni maombi yangu kwamba endelea kumtumainia Mungu hata kama unapita kwenye changamoto fulani, kwa sababu hayo mapito unayopitia Mungu ana makusudi fulani. Yesu hakupitia mateso tu, au alikuwa aendikwa mateso kwa sababu tu alikuwa mbaya au alikuwa na muovu. Kulikuwa kuna makusudi ya Mungu. Na katika mapito yetu, changamoto zetu, shida zetu ambazo tunakuwa tunapitia, Mungu huwa ana makusudi fulani ambayo anaziruhusu hizo changamoto, anaruhusu hayo majaribu, anaruhusu hayo mapito, kwa sababu kuna kitu fulani anafanya. Kwa hiyo ukiona uko katika hali ngumu na mapito fulani, endelea kumwamini Mungu, atakuvusha, kwa maana ana makusudi kukuachilia wewe upitie hayo. Lakini hapo nimeona unaongea na watu mara nyingi kama mtumishi wa Mungu, unapokea kesi nyingi sana wanapitia situation tofauti. Lakini hii safari ya msalaba mpaka ulipoelezea hapo inakufundisha nini au inatufundisha nini? Sasa kuna watumishi wa Mungu ambao wanaangalia, wengine ndio wanaanza huduma, wengine ndio wamesikia sauti ya Mungu kanitumikie, na wengine ndio wapo kwenye hali ya kikombe hicho sasa cha kufili ule binadamu sasa yale maumivu yanavyoingia na za tofauti. Unawaambia nini watumishi ambao wapo sasa kwenye situation? Napenda kuwatia moyo watu ambao wanapitia changamoto au wako kwenye njia. Unajua sasa hivi tukiushika msalaba, tukivaa msalaba, unaona hata mimi nimevaa msalaba. Msalaba umekuwa kama ni pambo la utukufu. Lakini ukweli ni kwamba kabla hapo msalaba ulikuwa ni, maana maandiko yanasema kwamba amelaaniwa yeye atundikwae kwenye msalaba. Yaani yeye msalaba ulikuwa ni adhabu mtu anapewa, na Yesu sio wa kwanza kupewa adhabu ya kusulubiwa. Kulikuwa kila muovu kipindi cha utawala wa Roma walikuwa watu wanaotenda maovu wanahukumiwa kusulubishwa msalabani mbele ya watu wote, ili kuwakomesha na kuleta hofu kwa wale waliokuwa na watawala, kwamba mkifanya maovu, mkifanya tatizo lolote, tutawafanyia kama hawa. Kwa Yesu alikuwa sio wa kwanza kusulubiwa, lakini Yesu, baada ya Yesu kuingia kwenye msalaba, maana nzima ya msalaba ikabadilika. Kwamba sasa msalaba tena baadaye kuwa tena amelaaniwa yeye atundikiwa kwenye msalaba, sasa umekuwa msalaba ndio umekuwa sasa ukombozi wetu. Msalaba ndio umekuwa sasa ukombozi wetu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anaruhusu wewe kama mtumishi wa Mungu vipitie. Wewe kama mtu wa Mungu vipitie. Ufahamu kwa sababu ameruhusu, atavigeuza hata kama vilikuja kwa lengo baya, vilikuja kama laana, vilikuja kama shida, vilikuja kama taabu, vilikuja kama mgonjwa, lakini Mungu anaweza kugeuza ile ambalo limekuja kwako kwa namna hiyo likafanyika kuwa jambo la baraka, ambalo lilipo mwanzo lilionekana kwamba hili ni la laana, hili ni baya. Mungu atavigeuza vyote viwe baraka. Kwa Mungu ana uwezo wa kugeuza ile ambayo adui alikusudia mabaya akageuka kuwa mazuri. Yesu aliposulubiwa siku ile ya Ijumaa, wakati ametundikwa pale msalabani, alafu wanalia, alafu damu zinamchoka, watu wamemtemea mate, ana maumivu kwenye mgongo, ana maumivu kwenye kichwa, ana maumivu kwenye mikono, ana maumivu kwenye miguu yake, anaonekana kabisa sasa wanafunzi wamemkimbia.
wale walikuwa wanawategemea wamemkimbia, wale ambao walikuwa karibu naye wamemkimbia, walikuwa wale ambao aliwaponya. Kuna walioponya upofu, kuna walioponya ukoma, kuna walioponya uwete, wote walimkimbia, hawakuwepo pale. Yesu alibakia mwenyewe msalabani. Lakini pamoja na kwamba Yesu alibakia mwenyewe msalabani, hakuwa na uchungu moyoni kwamba wako wapi wale ambao niliwaponya, wako wapi wale ambao niliwatendea mema, wako wapi wale ambao walikunywa divine iliyoibadilisha kwenye harusi ya Kana, wako wapi? Wako wapi wale wenye ukoma waliotakasika? Yuko wapi yule nilimponya kwenye Bethsaida? Wako wapi? Akusema hivyo. Alisema, Bwana uwasamee kwa maana hawajui walitendalo. Akaachilia msamaha wakati wa mapito yake. Na nikutie moyo kwamba wewe unapokuwa unapitia changamoto fulani, usiwe na uchungu, usiwe na moyo wa kutokusamehe. Achilia, samehe. Na ukisamehe ndio unaachilia sasa nguvu za Mungu zibadilishe lile ambalo adui alikusudia kwa uovu lifanyike kuwa kwa jema. Na Yesu akasema uwasamehe. Lakini kuna kitu kingine ambacho kilikuwa kinafanyika ile siku ya Ijumaa. Ile siku ya Ijumaa pale msalabani, Yesu alipolia imekwisha. Sasa watu wakadhani kwamba sasa ndio jamaa amekwisha kabisa, ndio kila kitu kimeisha. Alikuwa anajisema yeye ni mwana wa Mungu, sasa amekwisha. Kumbe ndio mwanzo. Ule ulikuwa unaonekana kana kwamba ni mwisho, ndio ulikuwa ni mwanzo. Aliposema imekwisha, alikuwa anasema laana zimekwisha, nguvu ya dhambi imekwisha, nguvu ya mauti imekwisha, nguvu ya mateso ya magonjwa imekwisha. Alisema imekwisha, lakini wengine walikuwa nadhani imekwisha, mambo yamekwisha. Kumbe alikuwa anasema kuna mambo yamekwisha, sasa yanaanza mapya. Na pale ambapo Mungu huwa anaruhusu tupitie mambo fulani, inafika wakati yanakwisha. Yakikwisha, unaanza mwanzo mpya utukufu. Kwa hiyo inawezekana unapitia kwenye Ijumaa kama ya Yesu, unapitia kwenye kusulubishwa kama Yesu, unapitia kwenye kuachwa na watu ambao walikuwa karibu nawe, walikuwa umewasaidia lakini umekuacha, unapitia. Fahamu kwamba ipo sana wakati ambao Mungu anasema imekwisha, maana Jumapili itakuja ambapo utafufuka. Hasa watu ndio watajua kwamba huyu mtu ambaye tulimtesa alipitia haya, kumbe Mungu alikuwa na makusudi haya. Maana ni pale Yesu alipofufuka Jumapili ndipo sasa msalaba ukaeleweka kwamba kule msalaba ulikuwa tu wa mateso, ulikuwa una lengo fulani kwamba Mungu atuokoe kutoka kwenye dhambi na mateso ya laana yote ya magonjwa na vifo kwa njia ya msalaba wa Yesu Kristo. Na ndio maana Paulo akasema hivi, neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwamba kuanzia pale Yesu aliposema imekwisha, msalaba ukabadilika maana. Kwamba habari za msalaba sasa zina nguvu, habari za msalaba zina uponyaji, habari za msalaba zina matumaini, habari za msalaba zinaleta pale ambapo kuna huzuni, zinaleta furaha. Kwa sababu habari za msalaba ni habari njema. Na habari za maisha ya mtu yoyote anayemtumikia Mungu zina matumaini. Anaweza kapita mahali kabisa kaona huyu jamaa sasa amekwisha, huduma inaenda vibaya, hana hela, hana nini, lakini kama ni Mungu aliruhusu na anaendelea kumtumainia Mungu, na kuambia hiyo ni Ijumaa tunaiangalia ya huyo ndugu, hiyo ni Ijumaa tunaiangalia ya huyo dada, hiyo ni Ijumaa tunaiangalia hiyo familia, hiyo ni Ijumaa tunaiangalia ya huyo ambaye unamwangalia kwa sababu yuko kwenye mapito hayo. Inakuja Jumapili ambayo itabadilisha kila kitu, na ile maana ya msalaba na mapito yake inabadilishwa, inakuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Somo linaeleweka. Tunaenda sasa hapa tunaelewana vizuri. Lakini hii safari ya msalaba kiroho imebeba nini? Baada kifo cha Yesu mpaka kwenda msalabani na kufufuka, nataka tuizungumzie sasa kiroho. Maana kiroho pia wanasema kuna maana tofauti. Kila mtu anaelewa hivyo, lakini natamani unyoshe hapa kwenye kiroho. Tuzungumzie kazi ya msalaba kwa umbo la ndani la kiroho sasa. Kwa kiroho kilichokuwa kinafanyika pale msalabani, wakati Yesu anasulubiwa msalabani, kwa mara ya kwanza Yesu akalia, Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa sababu dhambi zetu sisi sote ziliwekwa kwa Yesu. Na ziliwekwa kwa Yesu kwa sababu Mungu ni mtakatifu,
hakuweza kuendelea kuwa pamoja na Yesu na kumwangalia, akageuza, akaondoka kwenye uwepo wa Yesu Kristo kwa sababu ya dhambi zetu. Ndio Yesu akaona uchungu wa kuachwa, sio tu sasa na watu ambao walikuwa wanategemea na alikuwa kuwa nao kwa miaka mitatu aliyokuwa duniani, lakini sasa anaachwa na Mungu Baba yake, ambayo kama unakumbuka wakati wa mafundisho ya Yesu alikuwa anasema mimi na Baba tu mmoja, kile mnachokiona mimi nakifanya ndicho ambacho Baba yangu anataka nikifanye. Kwa hiyo yeye na Baba alikuwa pamoja, lakini hapa msalabani katika ulimwengu wa roho Mungu akachukua dhambi zetu wote akaziweka pale kwa Yesu. Yesu akasema Mungu wangu mbona umeniacha, kwa maana ya dhambi zetu. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika katika ulimwengu wa roho ni kulikuwa kuna transaction, kama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi za ulimwengu, alafu sasa Yesu Kristo anafanyika kuwa kafara ili kwamba kwa njia ya Yesu Kristo sasa tuweze kupata msamaha wa dhambi. Kwa hiyo kuanzia pale, na ndio maana baada hapo akasema imefanya nini? Imekwisha, kwamba sasa zile dhambi ambazo tulikuwa zinatufanya tu watumwa sasa nguvu yake imeshakwisha. Na ndio maana pazia la hekalu lipasuka kutoka juu mpaka chini, kwamba sasa kila mtu sasa ana uwezo kwenda mbele za Mungu na kusema Mungu naomba nisamehe, nimekosa na tubu dhambi zangu, kwa maana kondoo kafara ameshatolewa ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kilichokuwa kinafanyika ni kwamba Mungu alikuwa anachukua dhambi zetu anaziweka kwa Yesu Kristo, ili kwamba kusiwe tena na haja ya kuchinja kondoo kama kwenye Agano la Kale. Maana Agano la Kale ili mtu asamehewe dhambi za Mungu ilibidi alete kondoo wa kafara, achinjwe, alafu anasemewa zile dhambi alizozitenda, alafu Mungu anamsamehe. Sasa Yesu Kristo akafanyika kondoo wa kafara. Ngoja nikwambie kitu kingine cha ziada. Hivi unafahamu kwa nini Yesu Kristo alizaliwa kwenye hori la ng'ombe? Kwa nini mwana wa Mungu, Mungu mwenye uwezo wote, ambaye angeweza kufanya Yesu azaliwe kipindi ambacho hakuna kuhesabiwa kwa watu, Mungu akaruhusu Yesu azaliwe kipindi watu wanahesabiwa? Watu wanahesabiwa na hoteli zote za nyumba za kulala wageni zimejaa. Hivi Mungu alishindwa kabisa kutengeneza Yesu azaliwe angalau labda wiki ijayo ambapo hakuna kuhesabiwa kwa watu, hakuna hoteli zina nafasi, akazaliwa kwenye hoteli nzuri yenye nzuri? Kwa sababu kwa nini Mungu aruhusu Yesu akose mahali pa kuzaliwa, azaliwe kwenye hori ya ng'ombe? Ni kwa sababu lazima maandiko yatimie na maana ionekane katika ulimwengu wa roho. Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe kwa sababu alikuwa hazaliwi kama tu mwana wa Mungu na binadamu, alikuwa anazaliwa kama kondoo. Kwa hiyo wale walikuwa wanamuona ni katoto kachanga, lakini katika ulimwengu wa roho yule alikuwa ni kondoo achukuae dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo ndio maana akazaliwa kwenye hori la ng'ombe, sehemu ambayo ndio kondoo anazaliwa. Mungu alikuwa anaweza kubadilisha mazingira, lakini kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakifanya katika ulimwengu wa roho ili watu waelewe kwamba huyu anayezaliwa anazaliwa kama kondoo asiyekuwa na ila wala wa, kwa ajili ya kuchukua dhambi za ulimwengu, ili tena tusitafute kondoo wa kuchinja, maana tayari amezaliwa kondoo asiyekuwa na ila wala wa, asiyekuwa na dhambi, ambaye atajitoa maisha yake kwa ajili ya ulimwengu wote, ambaye ndio Yesu Kristo. Na ndio maana Yesu akazaliwa kwenye hori ya ng'ombe kama kondoo achukue dhambi za ulimwengu. Na wakati anatoka kwenye huduma yake baada ya miaka 30, Yohana Mbatizaji alipomuona alisemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu. Okay. Umetupa siri hapo nyingine ambapo kama kuna mtu anatufuatilia kama ninakufuatilia mimi, ina maana anaelewa vizuri kwenye kiroho inakadi. Lakini nikurudishe nyuma kidogo. Yes. Hapa sijui ni mwaka gani ilisambaa hiyo kwamba Yesu alikosa sehemu ya kuzaliwa. Geti zote zilijaa na vitu kama hivyo. Hiyo ni uhalisia kwamba nyumba za wageni zote zilijaa. Kiuhalisia sasa nakuuliza kwamba yani nyumba za wageni zote zilijaa, akakosa sehemu ya kulala. Yes. Sasa hii kuna watu wanaizungumza tofauti. Wanasemaje? Yesu kuna namna inakaa alileti maana nzuri, yani kwamba watu walikuwa busy sana siku hiyo, yani alikosa paka hela, yani kuna alikuwa hana hela inaendelea ambayo sio nzuri. Kuna kipindi ilisambaa sana, nafikiri tutakavyo yani kwenye majira haya itakuwa pia watu wameweza kujifundishia. Kwa hiyo nitamani utunyooshee hapa vizuri. Ukweli ni kwamba Stella, ukweli ni kwamba
Sio kwamba Yusufu na Mariamu walikuwa hawana hela. Okay. Sio kwamba Mungu alishindwa kufanya Yesu azaliwe wakati ambapo hakuna nafasi. Lakini kama nilivyosema, Mungu huruhusu mambo kwenye maisha yetu kwa makusudi kabisa. Haikuwa bahati mbaya kwamba Yesu Kristo alizaliwa kipindi ambacho nyumba za wageni zote zimejaa. Alafu yeye ikabidi apate sehemu ambayo ni ya kuli. Haikuwa bahati mbaya. Na ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya alitoa utabiri. Na wale kwenye hori ya kulishia ng'ombe, wale wachungaji waliambia mtakwenda mtamwona amelala kwenye hori ya kulishia ng'ombe. Kwa hiyo kila kitu kilichokuwa kinafanyika sio kwa bahati mbaya. Watu wanaweza kusema kwamba Yusufu alikuwa ana hela, lakini sio kweli. Kila kitu Mungu alikuwa amekuruhusu. Na hiyo inatufundisha pia kuna mambo kwenye maisha yetu yanaonekana kana kwamba ni coincidence. Yanaonekana kana kwamba ni bahati mbaya. Imetokea tu bahati mbaya nyumba yangu imeungua moto. Imetokea tu bahati mbaya kitu fulani. Mungu wakati mwingine anaruhusu vitu ambavyo kibinadamu vinaonekana kwamba ni bahati mbaya. Okay. Kumbe Mungu ana makusudi fulani. Ukitafakari utakuja kugundua kumbe Mungu alikuwa anafanya kitu fulani. Haikuwa bahati mbaya kwa Mariamu. Narudia tena, haikuwa bahati mbaya kwa Mariamu kujifungua siku ambayo nyumba za wageni zilikuwa zimejaa na ikabidi aende kujifungulia kwenye hori ya Kongo. Yote hii ilikuwa ni Mungu ameipanga. Na maisha yetu sisi wanadamu yako hivyo hivyo. Kuna vitu ambavyo Mungu ameshavipanga kwenye maisha yangu, ambao wakati mwingine inaonekana kwamba imetokea tu kwa bahati mbaya au bahati nzuri, kitu fulani kimetokea. Kumbe yote Mungu anakuwa ameyapanga kwa makusudi yake. Ukitulia utaelewa kwamba kwa mtu ambaye anamtumainia Mungu na kumtegemea Mungu, hicho kitu kinaitwa bahati mbaya hakipo. Okay. Kinaitwa plans, makusudi ya Mungu. Hata vile ambavyo vinaonekana kama unasema watu wanaweza kuvitafsiri tofauti, si ndio? Umesema watu wakatafsiri kwamba pengine Yusufu alikuwa hana hela, alikuwa amechacha sana siku hiyo. Watu wanatoa tafsiri, na hata wewe kwenye maisha yako watu watatoa tafsiri juu ya maisha yako. Watasema tu kwamba yule ni nani? Kiara. Tafsiri yake ni hii, watasema kwa sababu hii. Wanatoa tafsiri yake, lakini Mungu anapoangalia, Mungu naye ana tafsiri yake. Anasema hapana, nimeruhusu azaliwe kwenye hori ya ng'ombe kwa sababu huyu ni mwana kondoo achukua dhambi za ulimwengu. Amen. Hapo tumeenda sawa. Lakini natamani tuzungumzie pale msalabani. Pale msalabani kuna amesulubiwa kwa namna ambazo wamemsulubisha zinajulikana, lakini utasikia damu na maji vilitoka ubavuni mwake. Nitamani sasa tuelezee damu ilikuwa inawakilisha nini na maji yalikuwa yanawakilisha nini kiroho, kwa sababu hivi vyote vimebeba kiroho kama ulivyozungumza. Yes. Kuzaliwa kwake ni mpango wa Mungu wa eneo na kila kitu, lakini hata vile vilikuwa vinatendeka pale msalabani pia ni mpango wa Mungu na kila ishara ina maana yake. Yes. Sasa tuje kwenye damu na maji. Okay. Kwanza kabisa nilivyosema kwamba katika vitabu vya Agano la Kale, katika kitabu ambacho kimesema sana habari za utabiri wa kuja kwake Yesu Kristo na maisha yake ni kitabu cha Isaya. Okay. Isaya ndio Mungu alimfungulia mambo mengi kuhusu kuja kwa mwana kondoo wa Mungu au Yesu Kristo kama mwokozi wa ulimwengu. Sasa moja ya sababu, kwanza nianze kikawaida kabisa kwamba kwa nini Yesu alichoma mkuki ubavuni? Kwa nini wengine hawakuchoma mkuki ubavuni? Ilikuwa hivi kwamba wanaposulubisha watu msalabani, maana nisema kwamba Yesu Kristo sio wa kwanza kusulubishwa. Wanaposulubishwa wanataka mtu akae pale msalabani kwa sababu wanatoka damu, afe kifo cha taratibu. Yaani unakufa kifo cha taratibu cha uchungu. Unakaa kwa muda mrefu mpaka unakufa. Ikitokea kwamba inakaribia sasa, ilikuwa inakaribia jioni au inakaribia sasa, kama siku ile Yesu alisulubiwa ilikuwa inakaribia Sabato. Maana ndio ilikuwa Sabato inaanza ni Ijumaa. Sabato inaanza saa 12 jioni. Ikitokea kwamba inabidi askari waondoke na yule mtu aliyemtundika msalabani hajafa bado, wanamvunja miguu. Wanapiga miguu yake kuivunja ili asije akatoroka pale. Okay. Sasa maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya kwamba hata moja ya mfupa wake hautavunjika. Isaya anatoa utabiri kwamba Yesu hatavunjika hata mfupa wake huu mmoja. Sasa ili ule utabiri utimie ilibidi kwanza waangalie kwamba
huyu mtu kama hajafa tumvunje miguu ili asije katoroka kama watu wengine, kwa sababu kumbuke askari wale walikuwa na mhesabu Yesu kama mtu ambaye mtenda kama muovu mwingine yote, kama mtumio yoyote, sio mtumio zamani tayari ameshahukumiwa, kama mwizi wa aina yote. Sasa yeye alikuwa anasema, walikuwa wanasema ni blasphemer, anayesema mambo ambayo si sahihi, kwamba yeye ni mwana wa Mungu, yeye atafufuka siku ya tatu na kadhalika. Sasa wao wakataka kufanya hivyo, lakini wakasema huyu amekufa. Sasa ili waprove amekufa, ikabidi sasa wachome mkuki. Walimchoma mkuki ubavuni, ndio ikatoka damu na maji. Kwa sababu mtu anapokufa baada ya muda fulani, damu yake huwa inatengana na maji, yani kuna damu na maji. Kwa sababu kunikata mimi sasa hivi hapa inatoka damu, lakini ile damu ina maji pia. Ndio maana inakuwa katika liquid form kama kimiminika. Sasa Yesu alivyomchoma bavuni, alivyotoka damu na maji, ilikuwa ni ishara kwamba huyu mtu tayari ameshafanya nini? Ameshakufa. Kwa hiyo hakuna haja ya kumvunja miguu, ili litimie neno ambalo nabii Isaya alilisema. Umeona? Kwa hiyo sasa kuchoma kwake mkuki ilikuwa ni ili sasa wathibitishe huyu amekufa, wakamchoma mkuki. Ikatoka damu na maji. Wasema hakuna haja ya kumvunja miguu, ameshafanya nini? Ameshafariki, ameshakufa. Lakini wakati huo huo, hicho kitendo kilikuwa pia kina ishara fulani katika ulimwengu wa roho. Kina ishara fulani katika ulimwengu wa roho kwamba damu ya Yesu Kristo ndio damu ambayo inatutakasa sisi kwenye dhambi. Lakini tunaoshwa na maji ambayo yanatoka kwenye mwili wa Yesu. Kwa hiyo hapo kuna utakaso na kuna kusafishwa dhambi zetu ambavyo vinakuja pamoja, damu na maji. Na ndio maana ukisoma hata katika kitabu cha Wathesalonike, Paulo anazungumzia kwamba na kusafishwa kwa nafsi, roho na miili yetu. Sasa na ndio maji yale yanatutakasa sisi ambayo yanatoka kwenye ubavuni. Kwa hiyo kulikuwa kuna maana ambayo unaweza kuipata katika ulimwengu wa roho. Of course hiyo inaweza kuwa debatable kwa sababu ni tafsiri ya kiroho, lakini kiuhalisia kwa nini alichoma mkuki? Ni kwa sababu alikuwa anataka kujithibitishia kwamba huyu amekufa au hajafa, ili litimie andiko kwamba hata fupa mmoja katika mwili wake hautavunjika. Hapo nimekuelewa vizuri. Na mtazamaji wangu nafikiri ananielewa vizuri. Na hata kama unaendelea kutufuatilia, huu ni wakati mzuri pia, familia zinakuwa karibu, unaweza ukajoin ukawa unaendelea kusikiliza, naamini utapata kitu, utatoka kama ambavyo unatuangalia. Hata kama unapika, hujaenda kanisani, unavyosikiliza na kujenga zaidi, unakuwa hujapoteza kitu. Kwa hiyo karibu, endelea kumuita na mwingine, tuendelee kujumuika. Amen. Sawa? Hapo tumetoka kwenye maji na damu, watu wameelewa, kwa sababu watumishi wengi wa Mungu, hata mtu akiokoka leo kidogo tunaweza kumsikia kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nilikuwa natamani kujua ile asili ya damu ya Yesu imeanzia msalabani, ndio. Lakini kuna msemo mmoja unasema, sina uhakika nao, watumishi pia baadhi nimesikia wanasema, mtu anaweza kaa kwenye biashara yake akaomba akasema, naifunika hii biashara kwa damu ya Yesu na asiuze. Akifunika watu wanasema yani amezuia kabisa, amezuia mambo yaendelee. Unaifunika na hauzi. Pia niko natamani hapo tujue vizuri. Sasa tunaitumiaje damu ya Yesu kwenye maisha tu ya kawaida? Unafahamu hilo ni swala mtambuka au tata. Kwa sababu kuna imani tofauti. Kuna wengine wana imani kwamba damu ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya utakaso tu wa dhambi zetu. Na ni damu, ndio maana inaitwa damu ya agano jipya. Wakati Yesu anashiriki meza ya Bwana ya mwisho, anashiriki Last Supper, ile chakula cha jioni cha mwisho na wanafunzi wake, alipomega mkate akasema, huu ni mwili wangu unaovunjika kwa ajili yenu. Alafu akasema, na hii ni, achukua kikombe akasema, hii ni damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu, damu ya agano jipya. Kwa damu ya Yesu Kristo ina maana nyingi sana. Moja ni kwamba ndio sasa kwa sababu hakuna agano bila damu. Agano lote linalofanya, nguvu ya agano iko kwenye damu. Sasa ile agano jipya linakuwa ni agano la damu, la damu ya Yesu Kristo. Kuna agano la kale na agano jipya. Lakini at the same time kwamba damu ya Yesu Kristo, kama jinsi ambavyo kondoo ilibidi, kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania, hakuna kuondolewa dhambi pasipokuwa na damu. Kwamba mtu huwezi kusafisha dhambi zako bila damu. Ilibidi kondoo wale walikuwa wanatoa kafara kwenye agano la kale, ilibidi wachinjwe
damu imwagike ndio mtu anatakaswa dhambi zake. Sasa Yesu Kristo damu yake ilibidi mwagike kama kondoo wa Mungu achukue dhambi za ulimwengu. Iza kwa damu yake sisi tufanye nini? Tuweze kusafishwa dhambi zetu. Sasa kuna wengine ambao sasa wanachukua kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 12 anasema hivi, Ufunuo 12 anasema hivi, nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu. Sasa wanachukua lile sasa, damu ya Yesu Kristo, kwa hiyo kwamba inaweza kutupatia pia ushindi. Ndio. Sasa hivi vitu tunasema ni debatable. Debatable kwamba unaweza tukakubali kuwa na mtazamo tofauti. Mtazamo ambao hatuwezi kupigana nao ni kwamba damu ya Yesu Kristo inasafisha dhambi, kwa sababu ndio lengo lake. Kwa hiyo wanaosema kwamba damu ya Yesu Kristo inatupa ushindi na inatoka kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba kwa sababu walimshinda adui kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Kwa maana nyingine inakuja sasa, tunarudi kule kwenye Agano la Kale, kwa sababu sasa hivi unajua tunaita Pasaka, lakini watu wengi hawajui kwa nini inaitwa Pasaka. Pasaka kwa Kiingereza ni Passover. Passover, Pasaka, Passover. Sasa Pasaka inatokana na nini? Pasaka ilikuwa ni kipindi cha wana wa Israeli walipokuwa utumwani. Wakakaa utumwani kwa muda zaidi ya miaka 400. Musa akatumwa na Mungu kwenda kuwatoa utumwani. Farao akawa anakataa kuachilia. Akatoa pigo la kwanza, pigo la pili, pigo la tatu, pigo la 4, mpaka lile pigo la mwisho ndio aliachiwa. Pigo la mwisho lilikuwa ni nini? Pigo la mwisho, Mungu alimwambia Musa kwamba ninakwenda kumuua mzao wa kwanza katika kila nyumba ya wa Misri. Lakini kwenu nyinyi nataka mfanye hivi, kwamba mchinje mnyama na mle ile mnyama, alafu damu yake mpake kwenye miimo ya milango yenu. Malaika yule atakapokuwa amekuja kwa ajili ya kuua mtoto wa kwanza katika kila familia, kila atakapoona kuna damu, Pasaka. Ndio. Akiona kuna damu, Passover, anapita. Kila akiona kwenye damu, anapita. Kwa hiyo yule malaika alikuwa haiti watu majina, alikuwa anaangalia damu kwenye miimo ya milango. Na ndio maana ikaitwa Pasaka, Passover. Ubiwa miaka mingi baadaye, wakati wanasherekea kutoka kwa wana wa Israeli Misri. Unaangalia hapo. Yaani kipindi ambacho Yesu anateswa kilikuwa ni kipindi ambacho katika kalenda ya Wayahudi walikuwa wanasherekea Pasaka. Na ndio kipindi hicho cha Pasaka na Yesu anasulubishwa. Ili mwenye macho ya kiroho atambue kwamba sasa huyu anafanyika kuwa Pasaka yetu, kwamba damu yake sasa ikipakwa kwenye mimi wa milango yetu, adui anapokuja kwa ajili ya kutaka kufanya uharibifu, anapita. Sasa hapo ndio watu wakachukua ile neno kusema kwamba anapaka damu ya Yesu. Umeona? Kwamba akachukua kama wana wa Israeli walipaka kwenye mimi wa milango, sasa na mimi naweza nikapaka kwenye nyumba yangu, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwa mwenza wangu, na paka damu ya Yesu Kristo ili mlinde na maovu. Sasa mtu akichukua hivyo, hiyo nao ni debatable. Kama anaamini hivyo, hakuna ubaya katika hilo, kwa sababu si imani yake kwamba naamini kwamba akipaka damu ya Yesu Kristo kama wana Israeli walivyopaka kwenye miimo na malaika mharabu alivyokuwa anapita kwa ajili ya kuua watoto wa kwanza, hakuwaua. Ni ukweli wa mambo ni kwamba damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili ya dhambi za wanadamu ili kututakasa sisi kutokana na dhambi, na ikawa ni damu ya agano jipya. Kwa hayo mengine yote ni kama nilivyosema ni debatable. Na tunaweza kusema hivi, mwingine akasema hapana iko hivi, ni debatable. Na ndio maana kuna wengine wanasema kwamba unapotumia damu ya Yesu kama ulinzi unakosea. Damu ya Yesu sio ulinzi. Damu ya Yesu sio ulinzi, inatakasa. Sasa hiyo nayo ni debatable. Hiyo ni naweza debate kwa Kiswahili sio unahitaji. Mdahalo, mdahalo. Hiyo nayo inaweza kwenda kwenye mdahalo kwamba sasa inakuwaje kwenye agano Ufunuo anasema kwamba nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo kama damu ya Yesu Kristo inatupa ushindi juu ya dhambi, ina maana damu ya Yesu Kristo ina nguvu kabisa. Kama ina nguvu,
ya kutushinisha sisi na dhambi, na anayetusukuma kwenye dhambi ni adui. Unaweza tukadebate hapo kwamba inawezekana inafanya zaidi ya ambavyo tunadhani. Lakini niseme pia kitu kingine ambacho nikisema kwamba vitu vya imani ni tofauti sana na vitu ambavyo vinafikirika. Unaweza ukaamini na kikatokea. Lakini haina maana kwamba ni sahihi. Okay. Kwa mfano, kuna mtu anaamini kwamba akiwa anaenda mjini akikuta siafu wanapita kwenda hivi kwenye barabara yake, asiende anapoenda. Akienda huko mambo yataharibika. Okay. Akiamini inakuwa hivyo hivyo. Na ndio maana kwenye kitabu cha Methali anasema kwamba kila unachokiogopa ndicho ambacho kitakufikia. What you fear will come to you. Kwa sababu kile unachokiamini unakianticipate, unachokiogopa unakianticipate, unakuwa na imani hasi juu ya kile kitu, na unatakiwa kuwa na imani chanya juu ya vitu ambavyo. Kwa hiyo niseme kwamba mambo ya imani yana changamoto sana. Ndio maana nikasema haya mambo ni ya kudebate. Unaweza ukadebate, unaweza kuwa na mdahalo kwamba je, damu ya Yesu Kristo inalinda? Je, damu ya Yesu Kristo inaleta ushindi? Je, damu ya Kristo inatutakasa tu au inafanya zaidi ya havyo? Mimi najua kwamba damu ya Yesu Kristo inatakasa dhambi zetu kufuatana na maandiko. Okay. Lakini pia ina nguvu ya kuvunja hata pingu za dhambi. Yaani ile nguvu ambazo zinamfanya, kwa sababu mtu anayetenda dhambi, Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8, akasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwamba watu wanatenda dhambi kwa sababu ni watumwa wa dhambi. Sasa damu ya Yesu Kristo sio kwamba tunatakasa, lakini inavunja zile nguvu za dhambi katika maisha ya mtu. Kile kitu ambacho kilikuwa kinamdrive kwenda kwenye dhambi, kinamtumikisha kwenye dhambi, damu ya Yesu inavunja zile pingu. Okay. Ambazo zilikuwa zinamtumikisha mtu. Na ndio maana hata leo hii ukisema kwa damu ya Yesu Kristo hata mapepo yanaogopa. Yes. Kwa hiyo kuna nguvu kwenye damu ya Yesu Kristo. Kabisa. Kuna nguvu kwenye damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba tunaweza tukadebate tofauti katika imani tofauti na kusema na mtazamo tofauti, lakini haibadilishi ukweli kwamba damu ya Yesu Kristo ni damu ya agano jipya kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, na ina nguvu kuliko tunavyodhani. Okay. Hapo nafikiri tumeelewana kwa sehemu kwamba hii damu ya Yesu uitumie kama una imani, uliwahi kufanya jambo fulani likatiki, basi kwa mfumo huo, kulingana na debate na mambo kama hayo ya jambo lenyewe lilivyokaa, kulingana pia na imani. Kwa sababu kwa mfano yule mtu aliyekwenda kwa Yesu Kristo, mama yule alikuwa anatoka damu. Okay. Akasema nitakaposhika tu pindo la vazi lake nitatakasika, sitakuwa tena ugonjwa kutoka damu bila kukoma. Alivyokwenda kweli akashika pindo la vazi la Yesu Kristo, kilitokea nini? Alipona. Yesu akasema imani yake imefanya nini? Imemponya. Kwa hiyo tusiwalimit watu kwa kile ambacho namwamini Mungu kwacho when it comes to damu ya Yesu Kristo. If that is their faith, let them have faith in that. Okay. And Jesus will do. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba wewe unaamini baada ya kumshika Yesu mkono unashika vazi lake. Yaani umeondoa kabisa nguvu kwenye mikono yake. Kwa nini usimshike mkono? Kwa nini usimshike bega? Kwa nini unataka kushika pindo? Of course watu wanaweza kusema ni kwa sababu katika Agano la Kale mwanamke alipokuwa katika siku zake alikuwa anahesabiwa kwamba ni najisi. Kwa hiyo hatakiwi kukaa na watu. Kwa pengine yule mwanamke aliona kwamba sistahili hata kukaribia Yesu Kristo. Na ndio maana Yesu alisema ni nani alinigusa? Aliogopa, kwa sababu aligundua kwamba katika kaogopa kwamba nimemgusa Yesu, na mimi nikiwa katika hali na Agano la Kale hutakiwi kuchangamana na watu ukiwa katika siku zao kama mwanamke. Kwa hiyo kuna hivyo vitu, lakini ukweli ni kwamba imani yake ndio ilifanya nini? Ilimponya. Kwa hiyo kama watu wanaamini damu ya Yesu Kristo kwa namna fulani na inafanya kazi kwenye maisha yao, let them believe it. As long as sio kinyume na maandiko. Okay. Kama jambo linakwenda kinyume na maandiko na linamtoa mtu, kwa sababu unajua leo hii tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wanatoka kwenye kumwamini Yesu Kristo, wanaamini vitu sana. Na sisi kama watumishi wa Mungu hatujaitia kuwafanya watu waamini vitu. Tumewatia watu wamwamini Yesu, wamtarajie Yesu, wamtumainie Yesu. Kwa hiyo tuwatoe watu kwenye kuamini vitu, maji, mafuta, nini, hivi vitu ni vitu. Unataka kumwamini Yesu. Kwa sababu kumwamini Yesu ina maana una uhusiano naye. Kwa
Kwa tunatakiwa sisi kama watumishi wa Mungu tuwafanye watu watoke kwenye kuamini vitu, wamwamini mtu ambaye ni Mungu. Watoke kwenye kuchukua vitu kama vile ambavyo wanachukua vya kishirikina. Yaani unajua hirizi unakuwa naye unaamini kwamba inakulinda, si ndio? Kabisa. Unashika inakulinda. Sasa watu wengine wanachukua vitu vya kiroho kama hirizi, kwamba maji kama hirizi. Yaani hahitaji kuwa na uhusiano na Mungu. Hahitaji kuishi maisha matakatifu. As long as ana maji yuko salama. Hahitaji kuwa na uhusiano na Mungu as long as kuna damu yuko salama. Hahitaji kuwa na uhusiano na Mungu as long as kuna mafuta yuko salama. Kumbe wanasahau kitu kimoja, kwamba yule kuna kijana alikuwa anataka kukemea pepo. Vijana 7 wanaitwa wana wa Skewa. Wakamkuta jamaa amepagawa na pepo. Wakamfuata wakamwambia tunakuamuru wewe pepo umtoke huyu mtu. Yule tunakuamuru kwa jina la Yesu anayehubiriwa na nani? Na Paulo. Yule mwenye pepo akamwambiaje? Sema Yesu tunamjua, Paulo tunamfahamu, ninyi ni akina nani? Mmetokea wapi? Mbona nyinyi hamna uhusiano na Mungu? Huyo mnayemtaja hamna uhusiano naye. Mnawezaje kutumia jina lake? Unawezaje kutumia damu yake? Unawezaje kutumia kitu huna uhusiano naye? Maandiko yanasema kwamba yule jamaa, mtu mmoja aliyokamata wanaume 7 akawavua nguo wakakimbia uchi. 7 men wakakimbia uchi. Mtu mmoja mwenye mapepo. Ili kuleta kwamba sio tu kusema jina la Yesu, sio tu damu ya Yesu, sio haya maji tu, ni uhusiano wako na Mungu. Ndio inayomata. Una uhusiano gani na Mungu? Na sisi watumishi wa Mungu lazima tuwapeleke watu watoke kwenye kuamini vitu, wamamini mtu ambaye ni Mungu, anayeleta tumaini, anayeleta ushindi. Kwamba ukisema kwa jina la Yesu unasema kwa sababu una uhusiano na Mungu. Ukisema kwa damu ya Yesu kwa sababu una uhusiano na Mungu. Ukisema chochote unafanya kwa hiyo tunatoa tu kwenye vitu, tunaweka kwenye uhusiano na Mungu. Na Yesu Kristo alikuja kutupatanisha sisi na Mungu. Maana hii Pasaka tunaisherehekea, moja ya kazi kubwa ambayo Yesu alifanya ni kutupatanisha sisi na Mungu. Ili kwamba tuwe tuna uhusiano na Mungu. Lakini sisi watumishi wa Mungu, badala ya kuendelea kufanya huduma ambayo Yesu alianzisha ya kuwapatanisha watu wake na yeye, tunaendelea kuwatoa watu kutoka kwa Mungu. Kuna hapa vitu kwamba unahitaji kuomba, wewe chukua tu hichi kitu, chukua tu mchanga. Unahitaji kuwa na uhusiano na Mungu, chukua tu maji. Unahitaji kuwa na Mungu, sema tu hivi. Kumbe cha muhimu ni uhusiano kuliko vitu. Okay. Hapo umetengeneza kitu vizuri, ufahamu umekaa vizuri. Kitu kikubwa kinachohitajika ni uhusiano na Mungu. Uhusiano na Mungu ndo unaweza kuleta vitu vingine au matumizi ya vitu vingine. Kabisa. Okay. Lakini sasa tuko kwenye jamii ambayo ni ya ukweli na uwazi. Lakini pia tukija kwenye watumishi wa Mungu, tunamshukuru Mungu, mnatumia pia vyombo hivi vizuri. Watu wengi wanawapata. Katika huu upatanishi, nilitamani uongee na familia, maana wakati kama familia zinakutana wakati mwingine watu wanakaa pamoja, wanaenjoy kwa hii siku. Lakini hapo kwenye kutengeneza upatanishi ndo kuna shida. Kwa sababu leo utasikia kuna kanisa linatoa vitu tofauti ambavyo watu wengi wanakimbilia huko. Watu wengi wanaenda kwenye vitu, hawana uhusiano na Mungu. Lakini nataka uongee na watu ni kwa namna gani tunaweza kutengeneza uhusiano wetu na Mungu kama vijana, kama jamii, kama taifa, kama mtu mmoja ili kila mtu akienda huko asije akavuliwa nguo kama wale wengine. Walikosa tu uhusiano, walikosa tu ufahamu kidogo ambao wangeweza kuutumia, basi sengine yule pepo angekimbia, lakini badala yake wao wakakimbizwa. Naamini kuna watu wengi ambao wanaenda makanisani kama nyumbu. Tunao wengi. Kwa mfano wa nyumbu. Naweza likawa sio neno zuri, lakini ndo tuko hivyo kwa zile tabia. Sasa natamani uongee na watu wabadilike kwenye unyumbu, waweze kujikontrol wenyewe kwenye swala la upatanishi na Mungu. Karibu. Unafahamu tunaposherehekea Pasaka au tunaposherehekea kwa mateso ya Yesu Kristo na kufufuka kwake, kikubwa kabisa Yesu alikuja kukifanya ni kuturudisha uhusiano wetu sisi na Mungu. Kutupatanisha sisi na Mungu. Kwamba ndio maana pazia la hekalu likapasuka. Kwamba sasa jamani, njoo kwa Yesu. Njoo, unaweza kuwa na uhusiano wako ukarudishwa kwa njia ya Yesu Kristo. Ndio maana Yesu akasema kwamba mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na Yohana 14:6 asema mimi ndimi njia,
na kweli na uzima, kwamba kwa njia ya Yesu Kristo sasa tunaweza kuwa na uhusiano na Mungu, tunaweza tukarejesha uhusiano wetu na Mungu. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo hata Paulo alizungumzia, kwamba Yesu Kristo akafanyika kuwa mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu kwa njia ya sadaka yake msalabani. Na hiyo kazi ya upatanisho akatupa sisi watumishi wake. Kila mtu ambaye ameokoka, Mungu ameweka ndani yake hiyo huduma ya upatanishi, kwamba uwapatanishe watu na Mungu, uwapatanishe watu na Mungu, kuambia kwamba inawezekana Mungu akusamehe dhambi zako. Inawezekana ukawa na uhusiano na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Inawezekana ukawa na uhusiano na Mungu kabla hata hujamwambia njooni kuombee, njooni uponye, njoo upokee mke, njoo upokee magari, njoo upokee nyumba. Hivi vitu vyote tunavyovitaka, tunavyokimbilia makanisani, wake, majumba, magari, nini, vyote ni vya hapa duniani tu. Cha muhimu ni uhusiano wako na Mungu, ndio huo ambao utakufanya hata ukiondoka hapa duniani ujue kwamba unakwenda kuwa pamoja na Mungu milele. Kwa hiyo tumeweka focus sasa kwenye vitu vya muda, tukaacha kuweka focus kwenye kitu cha muhimu ambao ni uhusiano wako wewe na Mungu. Na hiyo nikutie moyo kwamba hicho ni cha muhimu kuliko vingine. Na ndio maana Yesu Kristo akasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, akasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwamba kabla ya kutafuta mali, kabla ya kutafuta kufanikiwa biashara, kabla ya kutafuta mke au mume, kabla ya kutafuta vitu vingine vya hapa duniani, tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Tafuta kujenga kwanza uhusiano wako na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Usamehewe dhambi zako, uwe na uhusiano na Mungu. Vitu vingine hivyo vingine vyote utazidishiwa. Siri iko hapo, kwamba uanze kwanza na uhusiano wako na Mungu, alafu vingine vyote vitakuwa sasa ni ziada, vinakuja kufanikiwa. Ukipata nyumba ukiwa na Yesu, super. Ukipata mke au mume ukiwa na Yesu, super. Ukipata magari ya biashara ukifanikiwa ukiwa na Yesu, super. Lakini ukiwa na hivyo vitu vyote bila Yesu ni bure. Ndio maana Yesu akasema itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote alafu akapoteza nafsi yake? Havina faida. Utaviacha hapa duniani. Lakini cha muhimu ni uhusiano wako na Mungu. Lakini pia sisi pia Yesu akasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5, akasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu hajatuitia tu sisi kuwa tunawapatanisha watu na Mungu, lakini Mungu ametuita sisi kupatanisha watu na watu. Na hiyo ndio alama pekee inawafanya watu wajue kwamba sisi ni watoto wa Mungu, tunafanana na Yesu. Yesu ambaye alikuwa mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu kama mwana wa Mungu. Sasa hiyo huduma ameweka ndani ya kila mtoto, na hiyo ndio ishara kujua kwamba huyu anafanana na Yesu kama kaka yetu, anafanana na Mungu kama baba yetu, kwa sababu anapatanisha watu. Usiwe mtu wa kuchonganisha watu, wa kufanya watu wakosane, wa kufanya watu wawe na ugomvi, wa kufanya watu wawe na chuki. Uwe mtu wa kupatanisha. Maandiko yanasema kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu, kwamba wanabeba sura ya Mungu. Kwa hiyo ukimwona mtu ambaye yuko kanisani anapeleka umbea kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine, anatoka neno huko anapeleka huko, umebasikia habari, ujue huyu hafanyi kazi ya Mungu. Huyu amebeba sura ya adui shetani, hajabeba sura ya Mungu. Sura ya Mungu ni mpatanishi. Sura ya Yesu Kristo ni upatanishi, kwamba kati ya watu na watu, na pia kati ya Yesu, kati ya sisi wanadamu na Mungu. Yesu alitupatanisha. Kwa hiyo sisi tukiwa watu ambao tunatafuta kupatanisha wengine, tunaitwa watu wa Mungu. Na ndio maana nasema hivi, ukienda kwenye kanisa alafu likakwambia shida ulizo nazo, matatizo ulionayo ni mama yako, ni baba yako, ni kaka yako, ni dada yako, ni fulani, ni jirani yako, ondoka hapo. Ondoka hapo. Hiyo sio Mungu. Mungu hajatuita sisi kuwachonganisha watu na watu. Ametuita sisi kupatanisha watu na yeye na watu na watu. Hiyo ndio alituitia. Sasa hiyo ni unabii au ni utabiri wa kuchonganisha watu. Na maandiko yanasema sisi katika kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 10, yanasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na wakuu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hata siku moja hata kuwepo mwanamke au mwanamume au mtu yote aliyezaliwa na mwanamke ambaye atakuwa ni adui yako. Adui yako ni shetani. Hao wengine shetani huwa anawatumia tu. Kwa hiyo mtu akikwambia kwamba adui yako wewe ambaye anataka usifanikiwe ni fulani, au ni ndugu yako, au ni baba yako, ni mama yako, kimbia hapo. Huyu anataka kukupotosha na kukuondoa kwenye lengo la ushindi. Lengo la ushindi kufahamu adui yetu sisi ni shetani. Na Mungu ametuita sisi kupatanisha watu. Kupatanisha watu na Mungu na watu na watu.
Na ndio maana narudia tena kusema kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kama wewe unachonganisha watu, wewe tukuite nani? Ngombanishi. Maana wanaopatanisha wanaitwa wana wa Mungu. Sasa wewe usiyepatanisha watu, tukuite nani? Ujijibu mwenyewe sasa wewe kwamba uchague tukuite nani, maana wanaopatanisha watu wanaitwa wana wa Mungu. Sasa wewe usiyepatanisha watu, unayoleta chuki kati ya mtu na mtu, tukuite nani au utaitwa nani? Okay. Hiyo swali tuliache walijibu watazamaji. Yes. Okay. Ni mwalimu mzuri, unatufundisha, tunafuatilia. Yani kama kuna mtu anafuatilia tangia tumeanza, naamini atakuwa na vitu vingi ambavyo amepata, sio tu kwa ajili ya Pasaka, lakini pia kwa ajili ya maisha tu ya kawaida, namna ya kuziendea siku na vitu kama hivyo. Lakini pia tukiwa tunamalizia, tumebakiza dakika chache. Watumishi, kama hivi mtumishi wa Mungu umetoa mwelekeo mzuri wa Pasaka na vitu kama hivyo. Mwingine akikuangalia anatamani aje akwambie kitu anachopitia na vitu kama hivyo. Lakini watumishi pia siku hizi umeanza kupatikana kwa ghali sana. Yani kama wengine wanatoa hela ndio waone watumishi wa Mungu, sawa, hatujakataa. Lakini wengine ni bure, injili wamepewa bure. Lakini mpaka umuone kazi, umefanya kazi. Hiyo pia ni kitu kingine ambacho kimeibuka, ambacho nafikiri sio kizuri. Nilitamani hata kama watumishi wa Mungu wanakuwa bize, basi kuna wale watenda kazi ambao mtu akipata tatizo anaweza akaenda kaona. Matatizo yanatofautiana. Wagonjwa wanatofautiana pia. Mwingine yupo kwenye gari anaenda hospitalini. Mwingine anapita hapo na ambulance naye anaenda hospitalini. Kwa hiyo ingetutengenezea mazingira ambayo kanisa kama vile ambavyo hayafungu yanakuwa wazi. Tuje tuwaone, na hata tukiwakosa basi tupate watu ambao wanaweza wakatusogeza kulingana na ile hali ambayo tuko nayo. Wewe kama mtumishi wa Mungu hapo, hebu ongea, kuwa tu muwazi. Unajua hii kazi ya uchungaji au huduma ambayo sasa ndio kuna manabii na mitume na kadhalika, imeshakuwa kama biashara. Imeshakuwa kama biashara kabisa, kwamba watu kuna watu wameingia huko kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya matumbo yao. Sasa si kwa sababu ya huduma. Katika huduma ya Yesu wa miaka 3 hakuna mahali tunaona Yesu Kristo alikuwa anataka kitu kutoka kwa watu, isipokuwa yeye alikuwa anatoa vitu kwa watu. Na ndio maana wanafunzi wake walivyomjia wakaambia waachie makutano waondoke, kwa maana wamekaa hapa siku 3 na wana njaa, wanahitaji kula. Akaambia wapeni ninyi chakula wale. Akasema tuna mikate 5 na samaki 2. Yesu akafanya muujiza, watu zaidi ya 5,000 wakala chakula. Kumaanisha kwamba Mungu anataka watu ambao anawaleta kwetu kama watumishi wa Mungu, tusitafute kupata kutoka kwao, tutafute namna ambayo tutawawezesha na kuwasaidia waneemeke, wasonge mbele kiroho, kiuchumi, kimahusiano, na sio kuangalia tunapata nini kutoka kwao. Tuangalie kwamba sisi tunatoa nini kwao, na hiyo ndio lengo la huduma. Lengo la huduma zile 5 si kujinufaisha, katika kitabu cha Efeso 5:14. Sio lengo la kujifurahisha, ni lengo la kunufaisha wengine, ili wengine wapate kusonga mbele, wapate kujengwa, wapate kupata neema ya Mungu katika maisha yao. Kwa hiyo sasa leo hii unakuta kuna watumishi ambao wanamtazama tofauti huduma. Wanaangalia huduma kama chanzo cha kujipatia fedha. Hakuna ubaya kama unafanya utumishi na ule utumishi unakupatia fedha, lakini kutafuta namna ambayo wewe unawatumia watu kwa ajili ya kupata fedha, hiyo ndio mbaya. Ndio maana Paulo akasema kwamba lakini sasa kuwabebesha watu au kuangalia watu kwa namna ambayo unataka kupata, sio kutoa huduma, hiyo sasa ndio inakuwa ni changamoto. Lakini cha pili, hakuna ubaya kwa mtumishi wa Mungu kuwa busy, kuwa na mambo mengi. Kwa sababu kuna kipindi hata Yesu alikuwa hapatikani. Ilikuwa ngumu. Kwa mfano, wakati yule mlemavu anataka kumfikia Yesu Kristo, kulikuwa watu wamemjaa, wamezunguka, wakakosa njia, ikabidi watoboe nini? Dari. Watoboe dari ili wamshushe yule mlemavu, Yesu afanye muujiza. Kwa Yesu alikuwa amekusanyika, watu wamemzunguka, akashindwa. Na
Hiyo ni moja incident. Incident nyingine, Zakayo pia naye alitamani kumwona Yesu, alikuwa mfupi, kila akijaribu kwenda ni mfupi, watu wamemzunguka wengi, ikabidi apande juu ya mti ndio afanye nini? Amuone Yesu. Kwa hiyo hakuna ubaya kuwa na shughuli nyingi ambazo zinakufanya wewe kuna baadhi ya watu wakashindwa kukupata kwa urahisi. Hakuna ubaya. Okay. Lakini uwe sasa kama Yesu. Yesu alipomwona Zakayo alimwambiaje? Shuka. Leo nitakula nyumbani mwako, nitakuwa nyumbani mwako. Kwamba uwe mtu ambaye unapatikana hata kwa watu wa hali ya chini. Nafahamu kuna watumishi ambao wanaangalia hali za watu, amtembelee nani, amuone nani, amhudumie nani. Hata ofisini ukija na baskeli unaambia subiri, yuko busy. Ukija na gari unahudumiwa. Ukija na escort kabisa, ndio wewe ndio unapata first class ministry, first class service. Lakini Mungu anataka sisi kama watumishi wake tuhudumie watu bila kuangalia elimu zao, vipato vyao, hali zao, uchumi wao, vitu vyote tusiangalie. Tuangalie kwamba ni roho inayomhitaji Mungu, tuwahudumie na tuwahudumie kana kwamba tunahudumia watu wa Mungu. Na pale ambapo unakuwa na shughuli nyingi, unaweza kuweka system, kuweka namna ambayo watu wanaweza kukufikia kwa urahisi, kwa kutumia wahudumu au kutumia simu na kadhalika. Mengine mimi nilikuwa nafanyia hata watu huduma za maombi kwa njia ya simu. Mnakuja mtu yuko Mwanza anakwambia mtoto wangu anaumwa, ambia chukua simu, weka kwenye speaker, sogeza karibu na mtoto, tufanye maombi pamoja. Kwa hiyo unaweza kutumia hata hizi means nyingine kuwafikia watu wengi kwa ukaribu zaidi kama unakuwa na shughuli nyingi. Na siku hizi kuna mitandao, unaweza kutumia Instagram, kutumia video calls na kadhalika, na ukafikia watu wengi ambao ingekuwa pengine vigumu kuwafikia kama ungekuwa unafanya mtu mmoja mmoja. Hiyo imekaa vizuri sana imekaa vizuri zaidi, kwa sababu sawa, kuna mtu ananiangalia hapo, pengine naye ameweka appointment haja kukutana na mtumishi wa Mungu, naye ana jeraha lake. Mimi nikwambie tu upone, watumishi nao wako busy, lakini pia ukipata nafasi watakutana na wewe. Kikubwa tengeneza uhusiano na Mungu. Ukimkosa mtumishi unakaa unamuomba Mungu anakujibu. Amen. Nakushukuru sana kwa time yako, kwa muda wako. Umetutengenezea Pasaka yetu, imekuwa vyema kabisa. Lakini wakati tunamalizia, kwa mtu ambaye ametuangalia labda anatamani kuonana na wewe, anatamani kuja kanisani kwako, anaweza akakupataje? Unaweza ukanipata kwa kutumia namba za simu zifuatazo, ambazo nadhani zitakuwa hapo chini, 0655 566801. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii ukiandika tu Fred Kiara utanipata. Unaweza kutumia message kwenye Instagram, hata kwenye Facebook, na utanipata, na nitakupa maelekezo mahali ambapo kanisa langu lipo. Na si lazima tuonane uso kwa uso, pia unaweza toka nitumia message kwamba mtumishi, naomba nishauri au niombee kwa kitu fulani, na kuahidi nitasimama pamoja nawe, kwa sababu ndicho ambacho Mungu ametuitia. Sisi Mungu ametuita kuwahudumia watu, wawe karibu au mbali. Mungu akubariki sana. Amina. Mungu akubariki sana mtazamaji wa Star TV ambao ulikuwa unatuangalia. Umechukua muda wako mwingi, familia ambazo zinatufuatilia, watu mbalimbali ambao mmekuwa nasi tangia tunaanza kipindi mpaka sasa hivi tunaelekea tamati. Mungu awabariki sana. Ulikuwa na mimi Stella Shao. Nikutakie tu Pasaka njema, uendelee kufurahia maisha, lakini pia uachilie, usamehe. Ni wakati pia kusamehe, kutoa mizigo na kusonga mbele. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu Fred Kiara. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usiache kutufuatilia. Kwa heri. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.